West TV, tazama ilivyo. Bila shaka msikilizaji, siku nyingine tena Mwenyezi Mungu amejalia, leo ikiwa ni tarehe bila shaka 17 Juni mwaka 2021. Kwa kwa ambao unafuatilia live upande huu wa redio, asante kutenga nafasi kuwa nasi. Bila shaka kipindi hiki utakipata runingani tarehe 23 Juni mwaka 2021, kwa maana ya Jumatano, juma kesho. Lakini kwa moyo mkunjufu nakaribisha rasmi katika kipindi hiki cha Kilimo Ajira, kipindi ambacho nia ni kukuza kilimo, na sio kilimo tu cha kupata chakula mezani, ile kilimo cha kupata chakula mezani, na vile vile kuhakikisha kwamba pale mfukoni una hela. Ndio maana basi tusema tunasisitiza umuhimu wa kilimo biashara, sio tu kilimo kwa sababu ya kufanya kilimo. Na wageni wetu wa leo bila shaka ni wageni wawili, japo kikawaida kipindi hiki huwa ni mgeni mmoja, lakini leo na wageni wawili tukizungumzia masuala yanayohusu basi msururu wa vipindi 18 vilivyopita, kabla basi ya kuweza kuanza awamu hii ya 3 ya ushirikiano huu wa West FM, West TV kwa pamoja na shirika la GIZ ambao ndio wafadhili wa kipindi hiki. Kwa hivyo tutakuwa tunapiga tathmini kidogo kuhusiana na vipindi vile 18 vilivyopita. Ni vipi basi vipindi hivyo vilikuwa, na ndio maana basi wageni nilionao, mmoja ni yule tulikuwa naye katika mojawapo ya vipindi hivyo 18 wakati ule, na vile vile na bingo mmoja kijana barobaro ambaye kutokana na vipindi hivyo anasema alipata mshawasha, akasikia mwito, na sasa yeye ni mkulima, anajihusisha na masuala mbalimbali ya ufugaji. Tokana anatueleza basi anafanya mambo gani. Mimi naitwa Dalmas Sakali. Lakini kabla nisonge zaidi, kuna swali ambalo kwalo tunakutuza airtime ya shilingi 1000. Kabla niondoke studioni nitakuwa nishakutuza shilingi 1000. Kuna swali ambalo mimi nakuuliza, na swali la leo hatujataka kukutesa na mambo mengi wakati ambapo ushachoka kutokana na shughuli nyingi za siku. Nakuuliza hivi, kuna hili janga la kimataifa, ugonjwa ambao unaendelea kuzungumziwa kweli kweli, ugonjwa ambao umeathiri hali za kawaida za maisha. Janga hili linaitwaje? Kama unaona ni COVID-19 andika A, kama unaona ni polio andika B. Swali mboga, airtime shilingi 1000. Kuna hili janga la kimataifa, wazungu wanaita pandemic, ambalo bila shaka wengine wanaita tandavu. Janga hili linatatiza ulimwengu kweli kweli. Kisa cha kwanza kiripotiwa Desemba mwaka 2019 kule Wuhan nchini Uchina. Tunakuuliza hili janga linaitwaje? Kama ni COVID-19 andika A, na kama ni polio andika B. Nataka ufanye hivi, nataka unaambie unaitwa nani, unaambie uko katika kaunti gani, kisha uniandikie jibu na uongeze umri wako. Hilo tu linatosha. Kama unaona jibu ni A, usijali na order, wewe andika order yote. Ukitaka kuandika na jibu kwanza andika A, alafu ufuatishe 24 years ama 30 years ama 54 years kwa maana ya umri wako, alafu unaambia uko kaunti gani na usisahau jina lako. Hivyo tu. Unatuma kwa 21416. Anza kwa neno West. Leo nimekupa assignment kidogo hapo. Sasa pale kuna jina lako, kuna kaunti yako, kuna vile vile umri wako, alafu mwisho kuna jina lako. Unatuma kwa 21416. Hili janga ambalo linatatiza ulimwengu mzima laitwaje? Kama ni COVID-19 andika A, kama ni polio andika B. Unatuma kwa 21416. 1000 shillings airtime. Wageni wangu tayari. Niruhusu niweze kuwatambulisha wageni wangu. Nianze na kaka Kiboki. Naam. Karibu sana. Asante sana ndugu Dalmas. Naam. Kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kushukuru West FM Media na wahisani wetu GIZ kwa kutupea fursa hii ya kuja kwenye studio mara nyingine. Mimi naitwa Abraham Kiboki. Mimi ni director ya kampuni ambayo inasaidia wakulima Bungoma County, aswa mlima Elgon, kwa mambo ya kilimo biashara, yani agribusiness. Na kuna zile value chains ambazo tunazifuatilia kwa umanani au kwa umakini kwa sasa hivi, na tutaenda kuzungumzia hayo kwa kina. Nashukuru sana. Mlimani mambo yakoje? Iko poa. Mlimani hatuna neno. Vijana wanapiga kazi, manake focus yetu sasa hizi tuna focus vijana waingie katika kilimo, na kuna wale ambao wamegraduate wanangojea ajira, lakini tunawaambia kuna ajira katika kilimo, na sisi
tuko tayari kushikana pamoja nao mikono kuwaelekeza njia mwafaka ili waweze kunufaika na kilimo. Naona kilimo kinalisha kweli, umewanda kweli afya. Nakwambia manake ile kilimo ambayo sisi tunapiga kule mlimani hatutazamii tu pesa pia bali pia kiafya. Tunaangalia zile mimea ama zile products ambazo tunakuza ni ile kujenga afya ya mwanadamu na pia kuweka pesa mfukoni, maana yake ukiwa na pesa pia afya inaonyesha. Sijui kama kuku kama yule tulimkule leo tulimla wakati ule mwingine bado wapo, lakini utaniambia ile baadaye. Kuku wapo mlimani kule, vyakula ni vingi, so karibuni sana. Asante. Vile kando na rafiki yangu hapa Abraham Kiboki ambaye tuko naye. Abraham Kiboki ndo mdosi wa kampuni ambayo inafahamika kama Mountain Berean. Yes, correct. Mountain Berean Limited ambayo inahusika na Mountain Berean Limited ni kampuni ambayo inahusika sana na kilimo ya passion fruits. Yes. Avocados. Na tumeanzisha mradi mwingine wa beekeeping. Kilimo ya nyuki. Ambapo sisi katika ile strategy yetu ya kampuni yetu tunaangalia value chain yote. Across the value chain. Kuanzia mbegu hadi mazao hadi upande ule wa soko, yani marketing. So sisi tukisign contract na mkulima tunamsaidia apate zile quality seeds ama seedlings ama inputs. Kama ni hiyo beekeeping anapata quality beehives, alafu tunapea ile training ile inaitwa extension. So sisi we are private extension providers, alafu tunatembea na mkulima katika mwendo huo hadi ile wakati wa mazao. Akivuna pia sisi tunasaidia katika ile harvesting, tunapeleka kwenye soko, tunauza kwa niaba ya mkulima, alafu fedha tunamrudishia na sisi pia tunapata pato letu mahali pale. So yes. Na msikilizaji atakuwa anatueleza tangu aje hapa studioni ni vipi basi mapato yameimarika ama shughuli zake zimeimarika, na vile kumekuwa na janga la kimataifa la COVID-19. Atakuwa anatuambia ni vipi ameadapt ama ni wapi amelazimika kubadilisha kutokana na janga hili la COVID-19. Baadhi ya watu wanasema COVID-19 in as much as most people we are complaining, kuna wale wanasema COVID-19 imewachanua hata zaidi. Kama mimi ama kama sisi kwa kampuni yetu ya Mountain Berean, COVID-19 nafikiri ilituchanua zaidi. Ikaweza kufunua ile macho yetu, tukaangalia biashara zingine zenye tulikuwa tunaona kama haikuwa inaleta fedha hiyo. Kwa mfano tulianzisha mambo hii ya beekeeping. Shikilia hapo. Na bila shaka kijana barobaro hapa ambaye vile yuko nasi studioni. Karibu sana katika kipindi hiki cha Kilimo Ajira. Asante sana ndugu Dalmas. Naona unapiga tabasamu la ufugaji. Tuzungumzie wewe, labda uitwa nani, ufanya nini katika kukaribisha studioni tu kwa faida ya msikilizaji. Sawa, asante. Jina langu ni Silas Kiprotich, natoka sehemu za Mount Elgon. Kazi yangu ambayo nafanya ni mfugaji wa kuku kwa ajili ya ajira ama kupata kipato. Na kuku wangapi sasa? Kwa sasa niko na kuku 50. 50 Naam. Ulianza lini ufugaji huu? Okay, nilianza ufugaji wa kuku mwezi wa 9 mwaka wa 2020. Kitu ambacho kilinifanya niweze kuanza kilimo ya kuku ni kwamba baada ya graduate 2018 nikaenda Nairobi. Kama kawaida vijana tunapenda town, tunapata green collar white collar jobs, lakini wakati nilifika Nairobi kutafuta kazi ikawa kazi. Nikatafuta hadi 2020 mwezi wa 6. Kila siku kazi yako ni kukula na kulala. Wakati corona ilikuja sasa, my friend, unalala hadi unachoka, usingizi hakuna, bavu zinauma. Tena huku ushago umefunga, hakuna chakula inafika Nairobi. Sasa wewe mwanaume unahitaji nguvu, lakini unakula zile chakula zinaitwa spaghetti. Hapo jiona sasa I'm just useless. Pepa zako hazifanyi kazi. Airtime ambao unatumiwa na mzazi, kila kitu is just bundles, ku browse na tafuta job application, kila kitu ni printing. Hadi nikaona hapana. Maisha yangu ni kama course yangu ambayo nilisomea imenifanya kuwa slave. Na kwa sababu nahitaji financial freedom, hakuna mtu ambaye atanipatia that financial freedom. Yes. Na nitaanzia wapi kupata hii pesa? Nikakumbuka nyumbani, hata kama hakuna shamba, at least kuna chakula ya kile free. Alafu kuna kashamba kadogo hapo. Yes. Alafu pia huko kwa ushago naweza fuga kuku. Na pia chakula huko Mount Elgon especially kuna mahindi, kuna kila kitu, kuna maragwe, kuna mboga. Sasa nikisema nianze kufuga kuku sitakuwa na stress. Yes. Sasa during hiyo lockdown nikajaribu hadi nikatoka Nairobi.
Fika nyumbani sasa, wakati nilikuwa najaribu kubrowse internet nikaangalia West TV. Hey, there is something ambao na mention kuhusu kilimo ajira. Hey, nikawa interested sana, nikaanza kufuatilia hizo vipindi. Wakati nilisikia kwamba Bungoma kuna vijana ambao wameanza kujiajiri kwa njia ya kilimo, nikaanza kusikia testimonies, nikaangalia wow, pia na mimi naweza pata kipato kupitia kwa kilimo. Kasema sasa nitaanzia wapi? Labda kwa shamba. Naangalia bwana, hii kazi ni ya wazee, ni ya watu wenye hawajasoma. Sasa nitaanzia wapi? Yes. Nikasema hebu nione kuku. Kitambo ulikuwa unafuga kuku kwa sababu tu kama maua, kama njio, lakini round hii acha niangalie namna nitapata. Nafuga kuku kama mboga. Yeah. Lakini round hii nikasema ya kwamba pesa iko hapa. Nikaanza tu pole pole. Pesa kidogo ambayo nilikuwa nimebaki na around 5,000 nikatengeneza ka structure kidogo. Alafu kuku just wa kienyeji, pure kienyeji. Nothing else, without any skills, without any knowledge. Nikaanza kuingia kwa kilimo ajira. And the main thing ambayo nifanya ni kwamba nilikuwa nimesota ile mbaya. Hata huwezi fanya anything. And then also wakati umegraduate unakuwa ashamed kutegemea mzazi kwa ajili ya kupatia pesa kila wakati. Yes. Remember pia wakati umegraduate familia yako inaanza kukutazamia, you have to give back to the community. Utapeana nini? Na pia education imekufanya kwamba uende kutafuta kazi ili uweze kupata nini? Pesa. Hii kazi yenyewe iko wapi? Hakuna. So nikaangalia kwamba acha nianzie somewhere, and the basic kitu ambayo niliweza kuangalia ni kwamba ni poultry. And then from there sasa nitaonta inakaa kama poultry itakuwa source of income. Then this income to divert kuweka into different businesses. Msikilizaji, huyu bingwa ambaye unamsikia hapa aliweza kufuatilia kipindi cha rafiki yangu Paul Wabomba, ambaye bila shaka ni kiongozi wa Bungoma County Youth Visionary Network, ambaye tulimkuwa naye hapa katika mmoja wapo ya vipindi vile 18 sawia na rafiki yangu Abraham Kiboke hapa studioni, tukizungumzia masuala mbalimbali. Hivi tuseme tangu anze masuala haya ya ufugaji wa kuku, kuna wakati umeangalia nyuma, kuna wakati umejutia ukasema mambo ya mavi ya kuku mimi mpaka lini jamani, ashakumsima tusi, lakini kuna wakati umeangalia nyuma kabisa? Kwa sababu kile kitu ambacho nilikuwa nafanya sikuwa na skills, sikuwa na experience, nilikuwa totally green. Kafikia wakati ambapo yani kuku waliangua, nilikuwa na vifaranga almost 150. Yes. So nilikuwa overwhelmed nikisema wow, sasa round hii nitakuwa sonko. Sasa kafikia wakati ambapo hiyo room yangu ilikuwa congested, management ikawa ngumu, hata hujui nini ndio inafaa utibu hawa kuku. Within no time vifaranga wakaanza kufa. Sasa nikaanza kutafuta mtu wa kutibu hawa kuku ama kunipatia mawaidha, hakuna. Sasa ikabidi mwenyewe sasa nianze kuingia class. Nikaanza kufuatilia zile testimonies za watu. Nikaanza kuwa marafiki na watu wengine. Kwa sababu gani? Nilikuwa nimepoteza kuku wangu, experience that loss hadi I was almost quitting. Wakati niliona kwamba I was almost quitting, nikakumbuka maisha ya Nairobi bwana. Ikanifanya songa mbele face these challenges. Yeah. Kwa sababu nikajua kwamba hautalearn wakati unaepa challenges. Na kitu hapa nilikuwa nimeona ya kwamba I was just learning. So kitu ambayo ilinifanya kwamba I was like looking back ni kwamba kuku wangu waliaga. Waliangamia, nikaface a lot of losses. So nilikuwa much discouraged and demoralized. Lakini kulikuwa na mwangaza mbele. Wale watu ambao nilikuwa naona walikuwa wananiambia kwa kilimo biashara kuna zile challenges. Lakini nategemea namna ambavyo ziangalia zile challenges, either zikulete chini ama zikupeleke juu. Mimi nikaamua kwamba zitanipeleka juu. Abraham Kiboke, COVID-19, you are talking about COVID-19, kwamba janga hili lilikuja na changamoto zake vile vile. Huko kwako vipi? Bwana, wakati hiyo janga iliingia hapa nchini Kenya, ile lockdown, wakati waliweka lockdown na kukuwa na hizo international flights, manake sisi tulikuwa tunauza sana nje ya nchi. Tulikuwa nafanya export ya zile passion fruits. So for the first time tuliweza kuwa na production ilikuwa nzuri sana hiyo 2019. In fact kama kampuni tulikuwa tumetazamia kwamba huo ndio ungekuwa mwaka wetu sasa waku. Watu wanapenda kusema kuomoka. Naam, COVID ikaingia, waka lockdown, hakuna kuuza. Tukajaribu kuuza katika local market. Pia zile mahoteli zilikuwa zimefungwa, soko ilikuwa imeharibika, wakulima wakaanza kulia sana. So for the first 6 months hiyo after March all the way to September ilikuwa ni wakati wa mlio sana, hadi tukapunguza operations zetu karibu kampuni kuja ata halt.
Ndipo sasa tukafikiria tukasema lazima tukue na akili ya kusema tutafute mbinu nyingine ya kuweza kuintroduce wakulima wetu na mimea na products zingine. So tukaanza kuangalia zile uzuri ya sasa hiyo lockdown, kukula watu wanakula hata wakifungiwa. Yes. So kwa hivyo sasa ilibidi sisi tukue strategic na kuwa creative in the way of marketing our produce. Tukaanza sasa kutumia zile mitandao za kijamii kujimarket na kutumia zile networks ambazo tulikuwa nazo za zile masoko ambazo tulikuwa tunauza. Tukafocus sasa, focus yetu ikaenda kwa local market. Tukafikiria tunataka to produce vitu zinaenda kwa haraka. Unaweza kuuza, kwa mfano passion fruit inachukua minimum of 8 months tangu upande hadi uanze kuvuna. Tukafikiria ni mimea gani nyingine ambayo iko na soko tunaweza introduce kwa wakulima wetu, tukawapea ile training. Hapo hivyo GIZ wakakuja na wakatupiga jek. Tukaanza kuintroduce mimea ambayo tulikuwa tuna focus sasa vijana. Mimea tu kama vitunguu, tukaangalia mboga ile kama managu, vitu ya 45 days, 60 days, at least kusustain ile period, as we are also trying to gear up ourselves towards moving forward with long-term strategies. So tukakuja na strategies mara kadhaa, short-term, long-term na mid-term. So hiyo yote ndipo sasa tukafikiria kitu kama kilimo ya nyuki. Hiyo kilimo nyuki si kitu utaipiga dawa, hata ukifunga soko wataendelea kuproduce. Alafu pia asali tulirealize kwamba watu walikuwa wanatafuta asali wakati wa COVID-19 kwa sababu ya ile watu walikuwa wanajua ile medicinal value yake ya asali. Ikaenda juu na soko haikuwa. Quality pia ya asali imekuwa tampered with. So tukaona kuna ile niche ambayo sisi tungeweza kujitwika mahali pale na tukaweza kusaidia wakulima wetu na kufaidi kampuni yetu. Na so lengo letu kama kampuni sio hata faida sana, bali tunaangalia vijana kama rafiki yangu Silas ambao wamekosa ajira. Na tungependa sana wawe vijana muangalie kwamba kilimo, unaweza jiajiri katika kilimo na ufanye kazi na mashirika kama yetu uweze kupata ile focus na tutakusaidia kwa njia moja au nyingine. Naam. Silas, kwa dakika moja, unaweza ukasema kipindi hiki cha kilimo ajira kimechangiaje katika ama kilichangiaje katika safari yako hii hadi sasa? Najua ulifuatilia vipindi vyetu runingani kupitia YouTube na kadhalika, na labda kwa bahati nzuri redioni. Unaweza ukasema vipindi hivi kwa kiasi gani vilichangia katika kuhakikisha kwamba unafika umbali ambao umeweza kufika kwa ufupi? Lakini asante sana. Kipindi cha kilimo ajira kimenisaidia ama kimeweza kusaidia vijana kwa kiujumla waweze kujua ya kwamba ni wakati wa kujitegemea kwa kutengeneza kazi yako wewe mwenyewe. Usitegemee kile kazi ambacho unatengenezewa kule nje. Alafu pia kilimo ajira imenifanya nikuwe strong, sababu kwa kila mara wanaposisitiza ya kwamba tujitegemee, tujitafutia kazi wenyewe, inatusaidia pia tuweze kupitia zile challenges na kuzi-overcome. So in other words, kuna ile self development. You become strong, hata challenges zikikuja you are able to handle them. Na pia inakusaidia ku diversify the sources of income. Sababu kilimo iko a broad field. Sasa utaangalia pia kupitia hapo akili yako inapanuka. Na pia unaona unazidi pia kusaidia wenzako katika. Msikilizaji, una nafasi, unakwenda pale YouTube unatafuta West TV Kenya, utapata vipindi takriban vyote vya kilimo ajira kikiwemo hiki. Bila shaka kuanzia Jumaa kesho una nafasi ya kuweza kupata vipindi hivi vyote na kujiimarisha kweli kweli. Kumbuka kipindi hiki unakipata redioni kila Alhamisi kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku, na upande wa runinga bila shaka kila Jumatano kuanzia mwendo wa saa 1 hadi saa 2, na tumeanza msururu wa vipindi vingine 20. Kwa hivyo una nafasi nzuri kuweza kuelimika na kujifunza mambo mengi, kuanzia kwa masuala ya viazi vitamu, masuala ya udongo, zungumzia dairy farming na kadhalika. Kuna masuala hata kuhusiana na kina mama vile vile, wanawake na kilimo, vijana. Kwa hivyo kuna mengi ambayo bila shaka unaweza kunufaika nayo. Naona muda wetu unakwenda kweli kweli. Nitakaporejea tutakuwa nazungumzia walipo sasa na wanapoelekea, wanapotazamia kufika. Rafiki yangu Abraham Kiboki ambaye bila shaka ndiye mdosi Mountain Berean Limited kule Mount Elgon, na vile vile na rafiki yangu Silas Kiprotich kutoka bila shaka Mount Elgon ambaye ni mfugaji wa bila shaka kuku. Tulifunga safari Gumosi, Gupili, tukakwenda kule Tongaren, tukakutana na mkulima Henry Ogola. Naye pia kipindi cha kilimo ajira kimemnufaisha na kumkuza kweli kweli. Yeye ni mfugaji wa ng'ombe wa maziwa. Utakuwa unapata makala hayo maalum kwa dakika moja ijayo. Lakini kukumbushe swali la airtime shilingi 1000. Msikilizaji pale ulipo leo, tujataka tukuanzie juu, tumeanza kirahisi kabisa. Hii airtime ni yako wewe ambao unasikiliza pale nyumbani. Bora tu uchukue simu yako,
na ukaniandikie jibu, alafu usisahau kuandika umri wako, kaunti yako na jina lako. Kwa mfano, mimi naitwa Dalmas Sakali, jibu ni niko Kakamega, nina umri wa miaka 49 kwa mfano. Kwa hivyo pale ulipo msikilizaji, rahisi tu na kuuliza, kuna hili janga ambalo hata kama umekuwa makini umesikia nikitajataja hapa na pale, janga hili la kimataifa ambalo limetatiza kweli kweli. Hata umesikia sasa hivi baadhi ya magatuzi sheria zimekazwa kweli kweli kutokana na janga hili. Ni janga gani? COVID-19 ama B, polio. Usiandike COVID-19 ama polio, andika tu Kama unaona ni COVID-19 andika kama unaona ni polio andika B. Usisahau kuandika jina lako, umri wako na kaunti yako, kisha andika ama B. Utume kwa 21416 anza kwa neno West. Bila shaka tunakutuza shilingi 1000. Tuelekee upande wa pili kule Tongaren, moja kwa moja tukutane na mkulima wetu rafiki yetu Ogola. Unasikiliza Kilimo Ajira kwa Isana Green Innovation Center, GIZ. Baada ya awamu iliyopita vipindi 18 vya Kilimo Ajira kwa ufadhili wa shirika la GIZ, tulifanya tathmini ya kutaka kujua vipindi hivyo vilivyojikita katika mada mbalimbali vilikuwa na athari zipi chanya kwa wakazi katika eneo hili. Tulifunga safari hadi eneo la Mitua katika eneo bunge la Tongaren. Hapa tunakutana na Henry Ogola, mwalimu mstaafu na ambaye kutokana na vipindi vilivyopeperushwa redioni na runingani katika awamu iliyopita, shughuli zake za kilimo zimeimarika kwa kiasi kikubwa. Kwanza tulitaka kujua safari yake ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa ilianzia wapi. Nilianza na ng'ombe wa kienyeji kwa sababu niliona ya kwamba ndio walikuwa wengi katika eneo hili, lakini baada ya muda mfupi nikaona ya kwamba hawana manufaa mazuri. Kipi kilikuchochea kuamua kufuga mbegu za ng'ombe wa maziwa zilizoimarika badala ya wale wa kiasili? Baada ya kusikiza vipindi vya West FM pamoja na TV ya West FM, nikaona ya kwamba nibadilishe, niachane labda na ng'ombe wa kienyeji, nitafute kidogo ng'ombe wa maziwa ambao ni ng'ombe wa grade. Baada ya kudhibitisha kwa yeye husikiliza Kilimo Ajira katika West FM na kutazama katika West TV, tulitaka tuelezee ni vipi vipindi hivyo vimeimarisha shughuli zake za kilimo. Vipindi vya GIZ vimenifaidisha sana kwa sababu mara ya kwanza kwa kweli sikuwa naona sababu, lakini kutokana na vipindi hivyo na yale ambayo nimekuwa nikisikia kutoka kwa wenzangu katika vipindi hivyo, wakulima mbalimbali wakiwa wanaojiwa, nikaona ya kwamba wacha nami pia nijaribu. Ndipo nikajiingiza na ninaendelea kuwa katika mradi huu wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Je, hali ilikuwaje kabla ya kuwepo vipindi hivi vinavyofadhiliwa na GIZ? Kabla hapo naona hali haikuwa rahisi sana kwa sababu kupata hela na kuweka kwa mfuko ilikuwa ni shida. Ndipo nikaona ya kwamba nilipoanza kupata sasa maziwa kidogo, nikaona hali inaanza kubadilika. Ninaweza pata hela kutokana na LUM, alafu baada ya kupata pesa hizo ninafanyia miradi yangu nyingine, napelekea watoto wangu shuleni. Mkulima huyo ambaye pia ni mwanachama wa shirika la maziwa la LUM linalopatikana hapa Mitua, anasema anajivunia shughuli za kilimo si haba. LUM imeniwezesha, ikanipatia loni kidogo kutokana na uzaji wa maziwa, na loni hiyo nikapelekea mtoto college, na mimi ya kwamba naendelea vizuri. Kando na hapo, naona ya kwamba mahindi yangu yanafanya vizuri kwa sababu mbolea ambayo ninapata kutokana na samadi ya ng'ombe imeimprove shamba langu. Lakini ni nini hasa kipindi cha Kilimo Ajira kimekufunza kiasi cha kuboresha shughuli zako za ufugaji wa ng'ombe wa maziwa? Nimejifunza ya kwamba ng'ombe wa maziwa lazima atunzwe karibu kama binadamu. Tuhakikishe ya kwamba ng'ombe huyu anapewa malisho ambayo inastahili. Sijui kama itaitwa balanced diet, lakini naamini ya kwamba itakuwa hivyo. Apewe chakula, kwa mfano apewe kama ni nepia, apewe nepia ya kutosha ambayo imechanganywa pamoja na desmodium, imechanganywa pamoja na caliandra, boma rods, na anaona ng'ombe anapolishwa balanced diet anaweza toa maziwa mengi na unaweza furahia mazao yako. Kabla hapo nilikuwa nimejua ya kwamba ng'ombe yeyote ulishwa bivula ya miwa, the sugarcane remains unamkatia, alafu unampatia pale, unamwachia pale, anapokuwa ameshiba unampatia maji na shughuli ya ng'ombe huwa imekwisha. Mkulima Henry ambaye pia ni mfugaji wa kuku anatueleza ni sifa zipi muhimu kipindi cha Kilimo Ajira kimemfunza. Naona ya kwamba ukulima wa ng'ombe lazima ujitoe, kwa sababu lazima uondoke asubuhi, wakisha kwamba nipe imekatwa ya kutosha, desmodium imepatikana, caliandra imepatikana, brachyria grass kama yuko inapatikana,
na naamini ya kwamba hapa kwangu niko na kiasi kule chini, nimepanda kule huwa naikatia. Kwa hivyo lazima ujitume, ni kazi ambayo inataka kujituma ingawa iko na mapato mazuri. Kuna lolote ulijifunza kuhusiana na lishe kwa mifugo kutoka kwa Kilimo Ajira? Kipindi ndicho kilichonifunza namna ya upanzi wa Desmodium. Ndipo nikatoka wakati mmoja nikaenda Kakamega nikanunua pale mbegu, nikakuja nikapanda. Nilipokuwa ninaendelea nikaenda Kitale Show nikanunua pale Bracharia grass cuttings, nikakuja nikaweka, naamini ya kwamba niko nayo hapa. Henry, je, una wosia wowote kwa kulima? Wakati kipindi cha Kilimo Ajira kinapokuwa kinapeperushwa kwenye TV ya West FM au radio, watafute muda wao kutosha wasikize vipindi hivi, kwa sababu vipindi hivi ni vipindi ambavyo vinatoka maeneo ambayo tunatoka, na ndivyo vitakavyokupa muongozo mzuri ili tuweze kuingia katika ukulima wa Kilimo Ajira. Tufahamu ya kwamba kilimo ambacho kilikuwa chanalima kitambo hicho kilipitwa na wakati, kwa sababu mashamba yamekuwa madogo. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba tunatumia mahali padogo kwa ajili ya kunufaika vizuri. Henry anatamatisha kwa kutoa wito kwa GIZ. Nataka niambie watu wa GIZ ya kwamba wasituache haraka. Kama wanaweza endelea na ufadhili wa vipindi vya GIZ, naamini ya kwamba sisi kama wakulima tutakuja kunufaika. Kwa hivyo naomba iwapo nao pia wako na mfadhili mahali pengine, waombe yule mfadhili ili wasituache, waendelee kukaa nasi hata miaka nyingine 5 mbele. Nafikiri ya kwamba vipindi vitakuwa vimefikia wakulima wengi na watu wengi watakuwa wamenufaika. Robert Ilukol, Kilimo Ajira kwa hisani ya GIZ. Namba bila shaka msikilizaji, ndo hivyo basi rafiki yetu pale Ogola. Sema natumai GIZ mmesikia bwana. Sema mkaikae hapo bwana miaka hata 5 hivi 10 hivi. Asante rafiki yangu Ogola, umemaliza vizuri. GIZ umechangia sana katika kubadilisha masuala ya kilimo, mtazamo kuhusiana na kilimo. Najua wewe bila shaka ni mtu ambaye umefanya nao kazi kwa karibu sana kabisa. Kama kuna mtu amefaidika sana mlimani ni mimi kulingana na zile miradi za GIZ. Tumekuwa nao tangu 2017 katika miradi mbalimbali. Haswa hii ya hivi karibuni imekuwa ni wakati ya COVID. Yes. Tumekuwa na mradi ambao tumekuwa tukitarget vijana waingie katika kilimo, waone kilimo kama ni kitu ambayo inaweza wapa ajira. Unajua kuna hii taswira ambayo vijana wanaipa kilimo ni kwamba ni kitu ya wazee, haina pesa, ni mambo ya zamani, iko na uchafu. So kila mtu anakimbilia town. Kuna hii hype kwamba ukienda town utapata kazi poa, unahitaji uchafuke, lakini sisi tunajaribu kuonyesha kwamba kilimo ya kisasa si lazima ushike jembe. Unaweza shika jembe ndio, lakini ushike na maarifa ya kisasa uweze kujenga economy yako kama mtu binafsi. Na kuna vijisehemu, yani kwa kimombo tunaita value chain. There are places in the value chain yenye unaweza jiplace. Kama wewe tuseme umesomea marketing kwa mfano na unapenda hiyo kazi ya marketing kabisa, unaweza ingia ufanye marketing ya vitu ya kilimo mtandaoni, unaweza enda kwenye soko, unaweza fanya international marketing na vitu kama hivyo. Na kama wewe unapenda sana mambo ya extension, hata kama hujasomea extension, unajua sasa masomo yetu ya Kenya mara nyingi mtu anasoma tu apate ile cheti lakini hana hiyo passion. Kuna watu wengi sana wamesomea vitu tofauti lakini sasa hivi wanafanya kilimo, wanajisomesha kwenye YouTube. Kuna makala kama ya West TV na West FM. Na makala mengi, kilimo iko, masomo unaweza pata kwenye mtandao sasa hivi, ama kuna wale watu ambao wamehitimu katika sehemu ile ambao tunawaita experts. Unaweza kuwa karibu na wao kukusaidia. Na kuna kampuni ama organizations kama sisi ambao unakuja unaangalia watu fulani wanafanya value chain fulani, unaweza kaa chini yao ukasign contracts, ukakushika mkono na ukajipata unafaulu. Anaitwa Abraham Kiboki ambaye bila shaka ni mkubwa wa Mountain Berean Limited, ambaye bila shaka ni kampuni ambayo inafanya masuala ya kilimo hivi. Zungumzia masuala ya asali ama ufugaji wa nyuki, zungumzia passion fruits, zungumzia avocado, zungumzia managu, avocado, mboga. Mnafanya kila kitu tuseme. Lakini sisi haswa sio kila kitu, tunaangalia zile mimea ambazo ziko na market. Sisi tunaanza top down. Nafanya market research, market survey. We also sign contracts with big markets like supermarkets. Na kuna taasisi ambazo kazi yao tu wananunua vitu in bulk, alafu wana distribute kwa wakulima. So wako Nairobi, Eldoret, zile matowns kubwa. Alafu kuna digital farming. Kuna ambazo tunaziita kwa kimombo platforms. Sisi tuna sign up na wao, alafu wanatupea ile program ya vitu fulani, mtuletee parachicha kiwango fulani, mtuletee managu
kilo fulani siku fulani, alafu sisi tuna interpret hiyo program, tunaambia mkulima A tupandie nusu eka, tunapea contract. So tunafanya kilimo tukitumia teknolojia ya kisasa. Na vile vile kando na yeye nina Silas Kiprotich hapa studioni ambaye atakuwa ananieleza mawili matatu, bila shaka ambaye ni mkulima ambaye alifuatilia vipindi vyetu vya kilimo ajira, vipindi vilivyopita kabla bila shaka ya hivi ambavyo tumevianza, na anasema kwamba kutokana na hilo akapata ule bila shaka mshawasha ule wa kutaka kujitosa katika masuala ya kilimo. Nitakuwa nazungumza naye vile vile, lakini usisahau msikilizaji, tunakutuza shilingi 1000. Na nimekuuliza swali rahisi kabisa. Hili janga la kimataifa ambalo linatatiza ulimwengu mzima, shughuli zimesitishwa, kwa wengine tunavaa barakoa, tuna sanitize, tuna keep social distance. Hili janga laitwaje? Kama unaona kwamba hili janga ni COVID-19 andika A, na kama unaona ni polio andika B. Hili janga la sasa laitwaje? Kama ni COVID-19 andika A, na kama ni polio andika B. Tunakutuza shilingi 1000 courtesy of GIZ. Kumbuka ni Airtel hiyo. Lakini usisahau unapotoa jibu lako andika jina lako, kaunti yako, umri wako, alafu andike jibu. Unaandika jina, kaunti yako, umri na jibu. Kwa hivyo kama jibu ni A usiandike COVID-19, andika tu A. Na kama unaona jibu ni polio andika B. Jina lako, kaunti yako, umri, alafu jibu. In any order. Ukitaka uanze na jibu, ufuatishe kaunti, ufuatishe umri kisha jina, sawa sawa, haina tatizo. Unatuma wapi lakini? Katika 21416. Unatuma kwa 21416 msikilizaji. 21416, anza kwa neno West. Na nije kwako Silas. Hivyo umesomea nini? Katika kiwango gani? Okay, nimesomea taaluma ya forensic biology degree. In other words, naweza itwa a detective. Sema polepole. Umesomea degree? Yes, degree kwa forensic biology. Sasa kuna watu wengi kunje wamesomea degree, ukiwaambia kilimo wanakuambia my friend, what do you take me for? Hata nami nilikuwa namna hiyo. Nimesomea forensic na niko shambani. Yes. Niko kwenye ukulima. Yes. Hadi najiona ya kwamba ni kama masomo yangu haikunisaidia popote. Sababu unakuja huko chini totally hakuna kitu ambacho unaweza fanya hadi uandikwe kazi. Sasa na wakati muda unaendelea, papers zako zinazidi ku expire. Sababu ukifika the age of around 40 zitakusaidia nini? Before that, so unaona usingoje muda ukupate. Find the alternative as quick as possible. Ndipo nikaona ya kwamba labda unajiambia hata ningeanza mambo ya ufugaji kitambo. Naam. Kwa sababu kwa muda huu ambao nimekuwa kwenye kilimo ajira takriban ya miezi 8. Yes. Nimeweza kuanzisha biashara mbili. Kama pesa ambazo zinatoka kwa kuku zinaingia kwa biashara nyingine. Sasa kuku zinakaa tu kama source of income ama source of capital to boost another business. So unaona hata pia na mimi nimeanza kuajiri watu wengine. Sitaki ile nawaambia watu ya kwamba kilimo ajira kinalipa pesa. Nataka waone wenyewe. Hata wale ambao wamesoma, najua kwamba that mentality kwenda kuondoa kwenye akili yako ni ngumu sana. Kwamba mimi nimesoma, sitaki ni maneno ya ukulima. It is actually once tumebadilisha huo mtazamo kama vijana ambao tumesoma haswa. Kwa sababu wale ambao hawajaenda shuleni unawapata kwamba wanafanya kilimo ajira na wameweza kuendelea vizuri hadi wao saizi ni matajiri hadi unatamani maisha yao, lakini sasa utafanya nini? So wakati nilichange that attitude nikasema kwamba papers now aside, kama kazi itanipata mbele well, nitakuwa na kazi ya ofisi na pia nitakuwa na kazi yangu. So unaona hapo security itakuwa sawa. Na pia hata nikiwa fired kwa ile kazi still I will be my own boss. Niko na financial freedom, everything I can do it perfectly. So unaona ilikuwa inanimotivate. In other words, nataka nikuwe independent. Pia kuna wale watu ambao wananitazamia, je, mtu aende tu shuleni unabaki unarudi nyumbani watu wanakuangalia, huyu mjamaa amesoma anafanya nini kwa ushago? Unaona sasa watu wanakimbilia wapi? Town. Hata kama maisha ni ngumu utajikaza tu, sitaki niende kwa ushago. So unaona that attitude, negative attitude towards agriculture. Miaka 2-3 hivi unajiona wapi rafiki yangu Silas? Okay, miaka 2-3 hivi labda niko na hesabu a monthly income of 100,000 shillings. Na kufikia hapo pia kila mwezi kupitia wa kilimo ajira, na pia hapo natazamia nikuwa na kikundi cha vijana ambao wameweza kuimpress
agriculture ama kilimo ajira, wajue kwamba wanaweza pata something from there. Mimi kupata pesa is not a big issue, lakini azma yangu ama tamaa yangu ni kwamba nataka wale vijana pia wajue namna ya kujitegemea. Wasitegemee tu ile masomo ambayo wameweza kusoma, na haswa katika kilimo ajira, kwa sababu tuseme tu practical wewe saizi Dalmas hapa upate pesa milioni, tuseme tu everything, pesa zote kwa bank ni zako, alafu hakuna mtu ambaye analima, utakula hizo pesa? So generally ni kama tunasoma tuweze kujilisha. Utajilisha nini kama hakuna chakula? So unaona kilimo is like the basic of everything. Mwenyewe anasema ni backbone. Yeah, bila kilimo pesa zako ni useless. Bila kilimo masomo yako ni useless. Now kama mkulima saizi wakati wa janga la corona, pesa zako hazikusaidii ukiwa Nairobi. Unahitaji chakula uweze kukula. Na mimi nikaangalia bwana, hata pia na mimi nienda hapo. Hata nikikosa pesa lakini nimeshiba, that's all. Yeah, utakuwa unazungumza na vijana muda mchache kutoka sasa for a minute or so. Rafiki yangu Abraham, unajiona wapi? Labda una mipango gani unapozungumzia masuala haya ya kilimo? Kwa sasa hivi kulingana na kwa kampuni yetu, wale watu ambao wameweza kunufaika na mradi wetu tumekuwa 1395, na kati ya wale tuko na vijana 600. So unaweza sema tu roughly half of the population or of the beneficiaries of our program ni vijana. So focus yetu for the next 4 years, our next strategic plan for the next 4 years ni kuona kwamba tumefikia vijana 2000. Manake focus yetu vile nilikwambia ni kuinua jamii, na tungependa sana vijana wachukue hii kilimo na waipeleke mbele professionally now speaking. Na sisi kama kwa kampuni yetu sasa hivi tuko na watu ambao tumewaajiri full time job. Tuko na employees 7 na tuko na 4 ambao wanakuja kama part timers. So for the next 2 years kwa strategic plan yetu tunatazamia kuwa na wafanyikazi zaidi ya 25. Wow. Na tungependa sana ku reach out the entire Bungoma County, kwa sababu tumekuwa tukifanya kazi katika sub counties 2 pale Mlima Elgon. Focus yetu for the next 4 years ni kukua katika kila wadi ya Bungoma County. Tukijaribu kufanya ambayo tunafanya kule. Manake tumekuwa kwa ile learning curve. Lakini tunaona kwamba sasa hivi tumepata elimu na ujuzi ya kutosha ya kuweza sasa kupanuka pole pole. Ile tunaita kwa kimombo organic growth. Hatutaki kukimbia zaidi ya uwezo wetu, lakini tutakuwa pole pole. Na tunashukuru sana wahisani kama GIZ ambao wameweza ku recognize zile efforts ambazo sisi tunafanya. Na sisi lengo letu sio kucompete serikali, bali tunafanya kazi pamoja na wao. Maana kule Mlima Elgon tunafanya na Ministry of Agriculture, wale extension officers. Tunasaidiana kuchapa kazi, kuprovide ile extension services. Kuna zile vitu wanaelewa kutuliko, kuna vitu ambavyo sisi tunaelewa sana. Maana sisi tunatumia teknolojia na ile mbinu yetu ya kuweza kufikia wakulima, tuna track ile progress yetu. So tunajaribu kushare knowledge na government officials wako na ile knowledge nyingi, wako na exposure. So tuna tap into the expertise as well. So nashukuru sana. Unawaambiaje vijana Abraham? Najua mjadala huu tumekuwa nao kwa muda nawe kwamba kuna swala la perception, kuna swala la agriculture imesukumwa sana kwa wazee baada ya kuretire na kadhalika. Vijana wengi hawajaweza kuonekana kukumbatia agriculture, na vile vile ulivyosema wengi wanafikiria agriculture kwamba ni shambani, kupinda mgongo, kuteseka kweli kweli, unatoka pale mgongo unavunjika. Uzungumzia swala la along the value chain. Kwa dakika moja nitapenda tu mfano wangu mimi mwenyewe. Mimi si shiki jembe. Lakini mimi niko na kampuni yangu ambayo inasaidia kwenye inasaidia wakulima kupata market. Kwa sababu shida ya wakulima kubwa sana ni market. So mimi niliweza ku identify ile challenge ambayo inakuza watu wetu. Nikasema nita provide a solution ya market. Na market kuna zile requirements, quality na quantity. Ndipo nipate quantity lazima nikuwa na wakulima wanda wapae contracts, ni washawishi. Na wakulima ndio produce ile quality, lazima ni wafunzi, ni provide ile inaitwa extension. Hiyo ni number 1. So vijana, kuna mbinu mingi vile rafiki yangu Silas amesema kwamba kuna vijisehemu ambavyo wewe mwenyewe unatakana ulale usiku na ufikirie ni sehemu gani ambayo Mungu amekupea ambayo unaweza ingia katika hii mambo ya kilimo ikaweza ikakufaidi. Unaweza ingia kabisa ufanye ukulima. Kuna wale wanapenda ukulima kabisa, kushika jembe, fanya vizuri, usikuwe tu kama wale wakulima wengine. Kwa tofauti kazi yako itaonekana, nakwambia. Kama ndugu yangu Silas kuna miezi tu 8
na tayari nyinyi mmeweza kumidentify kama he is different from the rest kwa sababu he is doing it differently. Kwa hivyo vijana, there is an opportunity. Stop looking for jobs huko Nairobi ama towns. You can still do that using online platforms, na huko nyumbani ufanye kitu ambayo itakufaidi wewe na familia yako. Sasa unawaambiaje vijana kuhusiana na ufugaji wa kuku na vile vile kijumla kwa ufupi? Lakini Asante. Kwa vijana wenzangu ningependa tu niwaambie kwamba ufugaji wa kuku unalipa. Na sisi wenyewe tuko na ile suluhisho kwa ajili ya ukosaji wa kazi. Kuna kazi nyingi. Jitafutia wewe mwenyewe kazi. Na pia nimejua ya kwamba ili uweze kunufaika vizuri kile kitu ambacho unafanya, ukikubali na ukikichukua kwamba kabisa everything hapa nitaweza kujiajiri. Najua kwamba kuna zile challenges ambazo itakuja on the way, lakini kama ushaamua ile mentality yako umesema ya kwamba mimi naenda kufaulu hapa, pia Mungu ataweza kuguza hiyo kazi yako na utaweza kufaulu. So just the one word ambayo tutaweza kuachia vijana ni kwamba tuache uoga. Tujitume. Usione kwamba mwenzako atasema nini. Maneno yale hayatakulisha. Jitume, pepa zako kama nini, tia kando na ufanye kazi. Na pia utaweza kujiajiri. Tuna dakika takriban 15 kuhitimisha kipindi hiki. Naomba nizungumze nawe msikilizaji, una swali, maoni, mchango kwa rafiki yangu Abraham Kiboke ama rafiki yangu Silas Kiprotich. Bila shaka 0700352212 ama 0745449546. 0700352212 ama 0745449546. Zungumza nasi iwapo na swali, maoni, mchango, usisite. Na vile vile labda wewe unataka tusikie kutoka kwako ushuhuda wako pia, labda unafanya mawili matatu pale nyumbani, iwapo unaweza ukatueleza kwa dakika moja, tutashukuru. Lakini usisahau muda mchache kutoka sasa nitakuwa natangaza mshindi wetu wa Airtime shilingi 1000. Swali letu leo, mboga, na kuulizaje, kuna hili janga, hivi virusi hivi ambavyo vinazungumziwa kote kote vimeathiri uchumi. Unasikia watu wavaa barakoa, sanitize, nao mikono. Economy kwa kiasi fulani imeathirika kutokana na janga hili la kimataifa la COVID ambalo limeweza kuathiri ulimwengu mzima. Msikilizaji, haya basi, kama umekuwa makini pia, labda ni karibu nikutajie. Sasa hivi naulizaje, shilingi 1000 hizi tunakutuza wewe, na kuuliza hili janga laitwaje? Kama ni polio, andika B. Na kama ni COVID-19, andika A. Utume kwa 2141621416. Hili janga laitwaje? A, COVID-19. B, polio. Tuma kwa 21416. Anza kwa neno West. Lakini usisahau kunambia uko kaunti gani, unaitwa nani, una umri gani. Unasema jina lako, umri, kaunti yako, kisha unasema kama ni A ama kama ni B. Kumbuka neno tangulizi West. Hili janga. Asante. Nauliza kuhusu carrots. Sijui kama Kiboki, you've dealt with carrots at some point? Carrots ni kitu tulipromote, lakini kuna zile aina mbalimbali ya carrots. Ngaje tuko na wale agronomist ambao vijana wamesomea hiyo kazi ya kuweza kuelimisha wakulima. Lakini kwa ufupi tu inachukua kama miezi 2 ama ikizidi sana miezi 2.5 na zitakuwa tayari. Ameuliza kuhusu CAN na carrots. Inawekwa wakati gani? Hiyo ni swali ya kiagronomical. Okay. Lakini kwa ufupi tu, carrots hata haitahitaji CAN sana, lakini kuna yale madawa ya kunyunyizia mbolea. Yes. Hiyo sana ndio itafaa kwa ile mmea. Acha tupokee maswali mengine mawili kisha tuyajibu kwa pamoja. Hello. Naam, karibu. Mimi niko mzima, uko chini sana. Inua sauti kidogo mami. Naam. Hello, endelea. Tunakupata. Asante. Swali zuri. Asante, nashukuru. Hello. Hello. Naam, karibu. Karibu sana. Saboti Macho, natumai kwema. Karibu.
Huku ni kwema kabisa. Wakini ulipe kuku hawa. Tuseme kama kuku ameangoli karanga hiyo. Karanga labda ya miezi miwili. Anaweza uza pesa ngapi? Na kama kuku yenye labda imefika kusaka. Unauza pesa ngapi? Nisongele kwa sababu tumetoa. Asante. Naona kuna maswali ya kuku, kuna maswali ya asali. Tuanze na wezi wa kuku na watu wa roho mbaya. Saila. Okay, asante. Naona the main issue hapa ni security. Of course kuku kuna wale wa free range na kuna wale ambao wako cage. Sasa suluhisho kwa yule mkulima ni kwamba kumbuka kuku wako ni mali yako. Je, utaachilia tu ama utawa protect? Naamini ya kwamba huyo mkulima ako na solution. Ajue namna atawalinda hawa kuku. Anaweza walishia ndani ya nyumba. Bora hakikisha kwamba hiyo nyumba yake ni safi na iko clean vizuri, kila kitu iko sawa. Hata yule mtu wa roho mbaya hata akijaribu kuaccess hiyo nyumba itakuwa vigumu. So jaribu namna ambavyo utafence hiyo bomba lako. Either ununue cages ama ufence vizuri. Alafu kwa upande wa bei inategemea uko sehemu gani. Tuseme kama ni Nairobi labda kuku inaweza enda 1000 shillings, lakini kama uko ndani ya huku ushago ndani kabisa kwa village, naona kuku sometimes hata 500. So nitasema ya kwamba itategemea na msimu na pia mahali ambapo upo na pia kuna hiyo demand. So bei sitasema ya kwamba ni constant, na pia inategemea huyo kuku wako je ako na afya. Labda kuku ako na 2 months lakini bado ni kadogo, mwingine ni 2 months lakini ni kubwa. So unaona kuna different factors ambazo huwa wanaangalia. Natumai ndo maana Abraham alizungumzia swala la kuangazia mambo ya soko kabla uamue hata ni breed gani kwa mfano unataka kufuga na mambo mengine kama hayo. Abraham, asali. Sasa kwa upande wa asali pia tunaangalia ile quality. Ndipo sisi tunasema kuna ile mzinga ambayo sisi tunauza ni ile ya kisasa. Tunaita kwa kimombo Langstroth Hive. Hiyo ukivuna ile asali yako haichanganyani na wale watoto wa nyuki kwa sababu hiyo Langstroth Hive iko na sehemu mbili. Kuna ambayo tunaita super upande wa juu na chini inaitwa brooder. Brooder ni mahali ambapo the queen, mama ya watoto na watoto wanaishi. Hawachanganyani na ile asali ambayo tunataka tuvune. So mara nyingi wakulima wana harvest tu na kuchanganya kila kitu. Ukipeleka kwa soko mnunuzi anaona, anasema quality ya asali yako iko chini, anaweza iwacha. That is why mafunzo inafaa sana kwa wakulima na pia ile vifaa. Kwa hivyo mama, kama uko na hiyo kama kifaa chako ni either unatumia ile inaitwa Kenya Top Hive, iko na zile frames mzuri, umeharvest kuzingatia ile mafunzo ya kilimo, asali yako ni safi, sisi tutanunua, hakuna asali tutawacha. Naam. Bila shaka msikilizaji, nitakuwa namtafuta mshindi wa Airtime animweke hewani ili kukusaidia kuamini kwamba kila Thursday tukisema tunapeana Airtime tunapeana, alafu mabingwa hapa watakuwa namalizia kwa sekunde 30 ama dakika moja, labda ikibidi contacts zao watakuwa napeana, na vile vile kando na hilo watakuwa natoa wito kwa wenzao kule nje kusikiliza vipindi hivi ambavyo bila shaka tunazidi kukuletea. Lakini kabla ya hapo kuna ushauri mfupi kuhusiana na COVID-19 upande huu wa pili. Kwa hivyo tutakwenda upande ule tupate ule ushauri mfupi, alafu nitakuwa namtafuta mshindi wa Airtime shilingi 1000. Kipindi ni Kilimo Ajira, naitwa Dalmas Sakali. Unasikiliza Kilimo Ajira kwa Isana Green Innovation Center, GIZ. Linda familia yako na jamii yako dhidi ya COVID-19. Nawa mikono mara kwa mara kwa sabuni na maji kwa angalau sekunde 20 au tumia sanitizer. Ujumbe huu umeletwa kwako na GIZ kwa madhumuni ya kukabiliana na COVID-19. Unasikiliza Kilimo Ajira kwa Isana Green Innovation Center, GIZ. Na msikilizaji, katika laini ya simu na bingwa anaitwa Ayub ambaye ameweza kutuma arafa sijui ngapi. Ametuma arafa nyingi kweli kweli. Sijui kama Ayub unanipata upande ule wa pili. Niko na kupata kabisa. Mimi naitwa Dalmas Sakali, hii ni West FM. Umetuma arafa ngapi rafiki yangu? Ai! More than 200. Umetuma zaidi ya arafa 200. Yeah. Wow. Ayub, unaitwa Ayub nani, uko maeneo gani? Naona tu hapo umesema Bungoma County. Uko maeneo gani ya Bungoma?
Mimi naitwa Ayubu Anjala, natoka Bungoma County side ya Webuye Bunangeni. Saidi upande gani? Webuye upande gani? Bunangeni. Okay. Sasa wewe ndio mshindi wetu wa shilingi 1000 airtime. Najua utakuwa unawekewa airtime yako kwa simu. Sijui kama ushapata? Niko na confirm. Huko umeangalia simu Yeah. Kuna 1000 tumekutumia pale, lakini ili tu confirm kwamba kweli unajua jibu, umetuma jibu gani? Nimetuma ambayo ilikuwa ni COVID-19. Umeandika ambayo ni COVID-19 ambalo ni janga la kimataifa ambalo linatutatiza kweli kweli, si ndio? Yeah. Naona una umri wa miaka 22. Mwanafunzi ama vipi? Ndio nimemalizanga last year. Umaliza kidato cha 4? Yeah. Wapi lakini? Sirende, sendan tuwezi kifrendi iko nini? Nisiho location. Na natumai pale nyumbani unafanya 1 2 3 kuhusu mambo ya kilimo Yeah. Eleza kidogo. Unafanya nini pale nyumbani? Saidi tu niko na kula tu ukulima kwa na miwa. Ukulima wa miwa? Yeah. Safi bwana, asante. Wewe acha tukutuze shilingi 1000 na natumai kwamba utaendelea kufuatilia vipindi vyetu ambavyo vimesalia. Yeah. Okay, sema asante. Ya ndio kusema nini wewe? Asante Ayub. Bila shaka 1000 shillings right away napata katika simu yake airtime. Msikilizaji, the next 19 programs bado kuna shilingi 1000 katika kile kipindi. Na swali ambalo tunauliza ni mboga kweli kweli, ili tuweze tusikutese. Hizi pesa si zetu, ni zako. Studioni bila shaka nimekuwa na Abraham Kiboki ambaye ni mkulima, vile vile CEO Mountain Berean Limited kule mlimani Mount Elgon, akifanya mambo ya kilimo, passion fruit, masuala ya asali, mambo ya mimea mingi tu mingineyo. Tukimaliza labda nianze na Silas hapa ni kijana ambaye alifuatilia msururu wa vipindi vyetu vilivyoanza ama vilivyopita, na amekuwa akifuatilia na sasa anafuga kuku. Unaambiaje msikilizaji kuhusiana na vipindi hivi vya kilimo ajira tukimaliza, Silas? Asante. Ningependa niwaambie wasikilizaji ya kwamba kwa hii safari ya kujiajiri, ukiamua uende mwenyewe, sometimes unaweza choka ama utakuwa na a lot of discouragements. Kuwa na wale marafiki ambao wanakutia moyo, kuwa na wale mentors ambao utashare na wao. In other words, niko nasema hivi, kuwa na networking, kuwa na connections. Ukiwa na watu watakutia moyo na pia utazidi kujifundisha. Kitu kingine ni kwamba let us be teachable. Kubali ujifundishe mambo mengi. Either you learn from your failures or you learn from other people. Na kwa hali hiyo tutaweza kuwa huru kutokana na janga la kutoajiriwa, utaweza kujiajiri na utaweza kuendeleza maisha ya. Unazungumzia mambo ya networking. Nimeona umezungumza na Kiboki hapa, tayari kuna mpango mko nao kufanyia pamoja, which is of course very commendable. I don't know if do you mind sharing your contact kwa yule mtu ambaye labda anataka kukuuliza 1 2 3 kuhusu mambo ya ufugaji wa kuku? Okay, sawa, hamna shida. 0713 57 11 49 0713 57 11 49. Asante rafiki yangu Silas. Abraham, kwa ufupi naambiaje wasikilizaji kuhusu vipindi hivi? Kwanza kabisa nashukuru West FM na West TV. Manake last time mlinipa fursa na wakulima wengi wakakuja wakajisajili pamoja nasi, na najua sasa hata nikirudi kule itakuwa ni vivyo hivyo. Wakulima ningependa kuwaambia kwamba sasa tuko even imara kushinda wakati ule mwingine, manake sasa hivi focus yetu imepanuka. Tumeleta team ambayo inaweza kazi sana. Tuko na workshop mzuri ya kutengeneza mizinga. Tuko na capacity, tuko na size hivi kwa store yetu tuko na mzinga ya 200. Ukihitaji moja tunauza 1500, na tutakupea pamoja na mafunzo until you harvest the first harvest. We will work with you the journey. Na pia tunaendelea na kupromote passion fruits. Tuko na nursery nzuri sana ambayo iko na capacity 100,000 seedlings. Wow. Na pia hiyo nursery tuko na mimea kama avocados ambayo iko na market kubwa. Na contract yetu tukisign na wewe utakuwa na stress ya marketing. Na we will also give you the extension services. Na we will work with you the journey. Kwa hivyo vijana ningependa sana mtake advantage of the next phase of our project.
so that we walk with you the journey. Kwa hivyo mna sign wakulima No. Kuna mkulima anataka kufanya nanyi kazi mnatembea naye tunakuja kwanza tunafanya ile inaitwa vetting, tunakaa chini na yeye tuone. Unajua kuna watu wanaweza sign up na ni jokers. Sisi hatufanyi na wale. Tunataka watu kama Silas ambao kuna msukumo fulani ambao wako nao na umekosa ile push kidogo ama wanahitaji tu network kidogo ambayo itawafikisha mahali ambao wanajaribu kwenda. We work with such people. Kwa hivyo officially you are launching Silas today. Exactly. That's what we were discussing with him. So nashukuru sana kwa fursa hiyo. 07 kwa faida yule anataka kuzungumza nawe kujua mawili matatu. Nambari yetu ya ofisi ni 0723901732. Ama 0723901732. Hiyo ndio nambari yetu ya ofisi. Lakini nambari yangu binafsi kama mtu angependa maybe aongee na mimi at a personal level 0720 553 058. 553 Asante Abraham Kiboke kutoka bila shaka Mount Elgon, sawa na rafiki yangu Silas Kiprotich. Thank you so much. Nashukuru sana. Naitwa Dalmas Sakali. Shukran kuwa nasi kutoka mwanzo hadi sasa. Tukutane bila shaka Juma kesho. Usisahau kipindi hiki ni kila Alhamisi kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku West FM, na kila siku ya Jumatano kuanzia saa 1 hadi saa 2 bila shaka katika West TV. Kwa niaba wote waliozalisha kipindi hiki kuchangia hapa na pale, Robert Lukol mzalishaji mkuu, shukran. Asante Hidan Mugaisi mzalishaji mwingine mkuu. Bila shaka mimi naitwa Dalmas Sakali nikiwa ndimi mwasilishaji mwingine mkuu. Tunakutakia wakati wema, ulalapo ulale nono. Shukran, kwaheri. Kilimo ajira kwa hisani ya